Bomba la gesi asilia kati ya China na Urusi limepata mawasiliano kamili na kuashiria hatua muhimu katika ushirikiano wa nishati kati ya nchi hizo mbili. Tangazo hilo limetolewa tarehe 3 Disemba, linaonyesha uwezo wa bomba la kusambaza gesi asilia iliyovunja rekodi kupitia njia moja, kuimarisha uhusiano wa nishati na kuimarisha usalama wa nishati wa kikanda. Likiwa na urefu wa zaidi ya kilomita 3000, bomba hilo linaanzia Siberia na kuvuka hadi China kupitia mkoa wa Heilongjiang na hatimaye kusambaza gesi asilia katika maeneo muhimu ya viwanda na makazi, ikiwa ni pamoja na Beijing na Shanghai. Mradi huo ni sehemu ya makubaliano ya miaka 30 yaliyotiwa saini kati ya Gazprom ya Urusi na shirika la kitaifa la petrol la China CNPC mwaka wa 2014. Makubaliano hayo yalisisitiza dhamira ya China ya kubadilisha vyanzo vyake vya nishati, huku Urusi ikitafuta kuelekea kwenye masoko ya Asia, huku kukiwa na mabadiliko ya mienendo ya nishati duniani. Bomba hilo lina uwezo wa ukubwa wa mita za ujazo bilioni 38 za gesi kila mwaka na kuifanya kuwa mradi mkubwa wa gesi asilia wa laini moja ulimwenguni. Hali yake kamili ya utendaji sio kwamba inaweka kigezo cha kimataifa cha uwezo wa bomba, lakini pia inawania na juhudi za China za kuhamia vyanzo safi vya nishati. Gesi asilia kutoka kwa bomba hilo inatarajiwa kupunguza matumizi ya makaa ya mawe na hivyo kupunguza utoaji wa carbon na kuboresha ubora wa hewa katika maeneo ya miji. Mimi ni Hassan Magulumali na hii ni Media wa Express.